Watu takriban 109 wapoteza maisha zaidi ya mafuriko kijijini Kasaba, sekta ya Nganja, kitongoji cha Baskalangwa, tarafani Fizi, Kivu Kusini, nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hali hiyo inasababishwa na kujaa kwa mto uliopo Kasaba. Wanamemba wa Msalaba Mwekundu wanajitahidi kuokoa miili ya watu. Kiongozi wa sekta ya Nganja hakuweza kubaki kimya, Bwana Akili Bernard Cosmos, kuhusiana na hali hiyo. Kwa kweli ni kwa majonzi mengi sana ambayo tumekumbana nayo kwa muda huu ndani ya sekta ya Nganja. Ambaye anaongea hapa ni chef de secteur Akili Bernard. Usiku wa kuamkia leo mto uko kijijini Kasaba kwenye ziwa Tanganyika, groupement ya Babu ya Baskalangwa. Mto uliweza kujaa, na wakati ulijaa basi ulileta mawe, ulileta mchanga na kufunika nyumba nyingi sana huko Kasaba. Hivyo miili ya walio wengi bado haijaonekana. Bila ni kubwa. Hadi sasa utafiti unaendelea ili kuweza kujua ni watu wangapi ambao wanapoteza maisha wanapoteza maisha. Ina maana kwamba hiyo ni tukio hasa la pili tangu niwe kwenye kiti hichi cha uongozi wa sekta ya Nganja. Hali kama na hiyo pia iliweza kushuhudiwa huko Kakone, tukiwa ndani ya groupement ya Babungwe Sud, na kupoteza pia miili ya watu. Sekta ya Nganja, kwa umoja ambao tunao, kwa kweli tuko kwenye majonzi mengi. Na hiyo ni pia napeleka sauti hii kwa serikali yetu ya tarafa la Fizi na mkoa wa Kivu ya Kusini, kuweza kuwajia msaada, kuweza kuwa nao pamoja kwa matatizo ambao wanakwenda kukumbana nayo, kwa kuweza kupoteza jamaa na marafiki. Hilo ni swala moja. Na pili, kwa mashirika ya haki za binadamu, mashirika ambayo huwa inasaidia raia, basi waweze kuja, sababu dega imena dega materiel ni nyingi sana katika kijiji hicho cha Kasaba. Kwa kweli nitaomba watu wote waweze kulia pamoja nasi wenzetu ambao wamepoteza maisha na vitu vingi, mali nyingi kuweza kuharibika, mitumbo mingi kuweza kupotea katika kijiji hicho cha Kasaba. Je, ujenzi wa pembezoni mwa mto ni chanzo cha mafuriko? Wadadisi wa mambo ya hali ya hewa hawakuweza kubaki kimya kuhusiana na mkasa huo. Jambo sana ndugu mtangazaji, naitwa Orfe ya Mone Akamengele, nikiwa mtafiti wa masuala ya kisiasa, uongozi bora. Tumepata habari ambayo inasikitisha moyo kwa wakaaji wote wa tarafa la Fizi, hasa zaidi sana watoto wa sekta ya Nganja. Tukiingia katika groupement ya Baskalangwa huko kwenye kijiji cha Kasaba, ni mahali ambapo kunakuwa kama vile rasi, ni kijiji ambacho kinapatikana pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Na hapa ni taarifa ambazo tulizipata ya kwamba mto Kasaba ulijaa zaidi sana na kupelekea vifo vya watu wengi sana, kwa sababu mto ulikuja na mawe makubwa, ukaja na mchanga mingi sana, hata kufunikia nyumba za wakaaji na kuwafunika kabisa, na mamilioni ya watu ambao bado kujulikana wamepoteza maisha. Ndio maana tunakuja kwa ajili ya kutoa ujumbe kwa raia wote wa Kasaba, kusema kwamba pole kwanza kwa majonzi, msiba huo ambao uliwakumba wakaaji wote wana kijiji, hasa zaidi sana watoto wote wa tarafa la Fizi. Tunasema pole kwa hiyo majanga ambayo imejitokeza katika kijiji hicho. Na ya pili ni kwamba tungeomba wakaaji wanaokaa pembezoni mwa ziwa Tanganyika, hata pembezoni mwa mitoni, wazidi kuwa na jenga eneo ya umbali zaidi sana na mito,
umbali sana na ziwa Tanganyika. Kwa sababu gani? Ya kuevite, ya kuepukana na ile kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika, vile vile kwa kuepukana na kujaa kwa mito, ili madhara ambayo inayotokana na ile kujaa kwa mto isipate kuzuru zaidi sana raia. Inahitajika watu kujenga kwenye mita 15 kutoka kwenye ziwa Tanganyika, na wakati watu wanajenga kwenye mtoni, vile vile inabidi kuheshimia zile harakati za environment ambazo zinazosema kwamba watu hawapashi kujenga karibu zaidi sana na mto ama karibu sana na ziwa Tanganyika. Ndio maana tunasema raia wajitahidi kwa wakati ambapo wataanza kujenga, ama wakati wote ule watakuwa wanajenga karibu na mto, karibu na ziwa Tanganyika, kuwa na jenga mbali sana, ili kuepukana na yale maafa ambayo yanayotokea wakati mto unajaa na wakati Tanganyika inapanda maji. Hiyo ndio shauri letu, na tunaendelea kuzidi kusema kwamba pole kwa raia wote wa Kasaba, raia wote wa Borji Lake, raia wote wa Nganja ambao wanaosumbuliwa na matatizo hayo na majanga hayo, na vile vile raia wote wa groupment ya Bashikalangwa. Tunatoa pole kwenu. Mungu azidi kuwafariji na kufariji raia wote wa tarafa la Fizi.